Kwanza pole kwa msiba, na ningependa kufahamu jina lako, unaitwa nani? Nashukuru sana, nishapoa na msiba wa wetu sote. Mimi naitwa Nasi Ngayoma, ni mwandishi lakini pia ni directors, niko katika kampuni ya Johari Chegula. Taarifa msiba tumepata tukiwa ofisini mimi na Johari, tumepigiwa simu na Pilipili Entertainment, alikuwa anafanya dubbing hapa. Mzee alitoka safarini Tabora, akafika hapa akaenda kutimiza majukumu yake ya kikazi. Baada ya kuwa anafanya kazi, hali ikabadilika, akajisikia vibaya, akaenda hospitali ya Miko. Kufika pale madaktari walijitahidi kupambana kuokoa uhai wake, lakini haikusaidia. Kwa hiyo mzee baada ya muda mfupi akafariki dunia. Safari yake kutoka Tabora na kuja Dar es Salaam, kama ulipata taarifa zake, ilikuwaje na hali yake ilikuwaje? Alikuwa vizuri, alikuwa mwingi wa afya, alikuwa yuko utimamu wa akili na afya, alikuwa vizuri. Tabora alienda katika harusi kule. Na kabla ya kifo chake, kama mliwasiliana au mlikutana, alikuwa akisemaje na alikuwa kwenye hali gani? Tuliwasiliana, lakini alikuwa katika hali nzuri. Huwezi kufikiria hiki ambacho kimetokea kama kingemkuta, lakini Mungu ana uwezo mkubwa sana kuliko ni sisi. Sauti yake, muonekano wake ulikuwa very active, lakini ndio hivyo, kazi yake Mora haina makosa, na Mungu akiamua, hata ukiwa na afya kiasi gani utakwenda tu. Na baada ya kufika hapa, baada ya kupata taarifa, madaktari wamesemaje? Madaktari walisema hali ilibadilika ghafla, yani mshtuko ulimkuta wa ghafla. Kwa hiyo walijitahidi kumpatia hewa, kurudisha hali yake ya kawaida, walimpa chumba pumzike, lakini haikusaidia. Mwenyezi Mungu amempenda sana. Na muda wote ambao umekaa hapa, taratibu labda zikoje kuhusiana na mwili wake na vitu vingine vya kimsiba, kwa maana ya mazishi? Taratibu hapa, kwa sababu mzee ni mtu mkubwa, ni mtu maarufu, kama unavyoona mwenyewe watu wanavyozidi kumiminika hapa, na hiyo hospitali ni private na ni sehemu ndogo. Kwa hiyo daktari ametuomba tufanye mchakato kwanza wa kuihamisha maiti, na tayari tushafanya prosesi hizo. Tunampeleka katika msikiti wa Mamul kwenda kupumzika pale. Wakati huo tunamsubiria mtoto wake wa kike, kwa njiani anafika hapa. Sasa hivi tuko na mkewe, lakini mtoto wake wa kike anafika, ndo atatupa direction kwamba tutamzika hapa Dar es Salaam ama tutampeleka Morogoro. Pole sana. Tushapoa. Na nikumbushe jina lako. Nasi Ngayoma. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.